Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima amezitaka mamlaka za ununuzi wa umma kujitahidi kukuza ununuzi endelevu ambavyo vitaimarisha usawa wa kijamii, maendeleo ya kiuchumi na uendelevu wa kimazingira. Dr. Gwajima ametoa kauli hiyo mkoani Arusha wakati akifungua kongamano la 9 la ununuzi wa umma la mwaka 2025 PPRA kwa niaba ya Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba, ambapo amesema kwamba wanapotumia fedha za umma kununua bidhaa, huduma au miradi, wanapaswa kufahamu ya kwamba hitaji la maendeleo endelevu na ustawi wa manufaa ya muda mrefu wa wananchi. Halmashauri zote nchini zisaidie kuibua makundi maalum ya kijamii katika maeneo yao ambayo yatajipatia fursa zilizotengwa na serikali kwa ajili yao. Mimi naahidi shughuli imefika mahali pake. Naona DLOH akimwakilisha katibu mkuu amesema mwongozo umeshaandaa. Nashukuru sana. Kupitia wizara pacha ya ofisi ya Rais TAMISEMI tunasema tunabeba hili jambo katika namna ambayo itawashangaza sana. Kwa sababu gani? Tuna majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi ambayo yako ngazi ya mikoa, halmashauri, yako kata, yako mpaka kwenye vijiji na mitaa, ambapo lengo kuu ni kuhakikisha kila mjasiriamali aliyeko huko vijijini anafahamu habari njema za uwepo wa fursa lukuki ambazo hajawahi kusikia, anajiunga kwenye vikundi na vile vikundi vinasajiliwa. Kumbe ule usajili sio ule wa vyetu tulikuwa tunafikiri lazima tu connect na NeST, ili wakishasajiliwa kule wanapounda majukwaa yatokanao na vile vikundi, kazi yetu inakuwa ni kupeleka taarifa zote hizi ambazo mnakuwa mnatupatia kisekta, wajue, wafahamu, na vigezo vya viongozi wa majukwaa haya ya uwezeshaji wanawake kiuchumi pamoja na wasajili wa vikundi hivi ambao ni maafisa maendeleo ya jamii, ambao kwa moyo mmoja wamesema tuletee kazi, na kazi ndio hii. Itakuwa ni vikundi vingapi ulivyovianzisha kwenye mtaa wako na kijiji tayari vimeshasajiliwa kwenye mfumo wa NeST. Hizo changamoto za kwa nini vikundi hazisajiliwi, hapa tumefika mahali pake. Tutashirikiana na wenzetu wa baraza na mashirika ya serikali na Kongo kuhakikisha tunawawezesha, ili nyinyi muone hizi namba alizokuwa anasema mkurugenzi hapa zinaongezeka na kutisha. Maendeleo ya kiufundi na ubunifu katika mfumo wa kitaifa wa elektroniki wa ununuzi wa umma, yani NeST. Katika wasilisho hilo, washiriki watapata fursa ya kujua na kuhusu ubunifu, mafanikio na changamoto za utekelezaji wa mfumo huu tunaotumia sasa na namna ya kukabiliana na changamoto hizo. Pia kutakuwa na mawasilisho kutoka kwa makundi maalum, wafanyabiashara na wenzetu wa taasisi ya wajibu ambao tuko nao. Vile vile kutakuwa kuna mada ya kuwawezesha wazawa, makampuni ya wazawa, makundi maalum kupitia upendeleo wa 30% ambazo zinatengwa na taasisi nunuzi kwa ajili ya makundi maalum, na makundi maalum haya ni ya vijana, wanawake, wazee na watu wenye mahitaji maalum. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kutekeleza adhima ya Mheshimiwa Rais ya mifumo kusomana na matumizi ya digitali, ujenzi wa mfumo wa NeST ulianza tarehe 18 Julai 2022.